Naam, ni wakati mwingine tena tunakutana katika zile simulizi za chumbani, ambapo leo tutakwenda kuangalia sehemu ya pili ya kile kisa cha Mamdogo Lisa, ambapo leo tutakwenda kuwatambua Mzee Bisu ni nani na Hasina ni nani. Lakini pia usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila episode ninayoiweka iwe inakufikia kwa wakati. Lakini pia unaweza kucomment ili kutoa maoni yako, na pia usisahau kulike na kushare na wengine ili tuweze kupata burudani hii kwa pamoja. Mimi ni msimulizi wako Director Mo. Tutaendelea na ile sehemu ya pili, yani episode ya pili. Ilikuwa ni jioni moja tulivu ambapo kijimvua cha rasharasha kilikuwa kikiendelea kunyesha taratibu, na kama kawaida ya watu wa Dar es Salaam wanavyoogopa mvua kuliko magari, ilionekana mtu mmoja akipita barabarani katika mitaa ya Kinondoni. Watu wengi walikuwa wamejificha kwenye vibanda kusubiri kijimvua kikate, na wengine walikuwa tayari majumbani kwao wakijipumzisha, wakati wengine walikuwa ndani ya magari yao wakielekea huku na kule. Katika moja ya mitaa ya Kinondoni, ndani ya jumba moja la kifahari, japo lilikuwa halina ufahari mkubwa wa kutisha, Mzee Bisu alikuwa na familia yake sebuleni huku akiongea. Maongezi yao hayakuonekana kuwa mazuri kidogo, au tuseme ni kama kulikuwa na kutokuelewana kati ya kile walichokuwa wakikiongelea pale sebuleni kati ya Mzee Bisu na familia yake. Tukiachana na Mzee Bisu, pale sebuleni alikuwepo pia mwanaye wa kwanza aitwaye John, lakini pia alikuwepo mwanaye mwingine aitwaye Charles na kitenda mimba chake aliyejulikana kwa jina la Dennis. Katika maisha yao, Mzee Bisu na mkewe Bi Pauline walifanikiwa kupata watoto watatu, na wote wakiwa ni wa kiume. Na kwa kudra za Mwenyezi Mungu, wote watatu walifanikiwa kuwa na afya njema, na wote walifanikiwa kumaliza elimu ya juu ya masomo yao katika fani mbalimbali. Ni Dennis pekee ndiyo alikuwa akiendelea na masomo katika moja ya vyuo vya hapa Dar es Salaam baada ya kumaliza kidato cha 6. Wote waliishi katika jumba hilo, kila mmoja akiwa na chumba chake, na hakuna hata mmoja kati ya watoto wote hao ambaye alikuwa tayari ameoa. Wote walikuwa bado single, pamoja na kuwa kila kukicha Mzee Bisu aliwalazimisha wanaye ambao ni John na Charles watafute wake wa kuoa, kwa maana kwamba umri wao ulikuwa umeruhusu kuwa na wake, lakini pia walikuwa tayari wanajiweza kipesa, hivyo isingekuwa shida kwao kuishi na wanawake. Lakini wenyewe walipinga na kusema muda bado, kwamba bado wapo sana. Kwa upande wa Dennis, yeye alikuwa bado na umri wa miaka 20 tu, hivyo hilo swala la kuoa kwake yeye lilikuwa bado liko mbali sana. Maisha katika familia hiyo yalikuwa mazuri na yenye furaha kila siku, kulingana na upendo ulioshamiri kati ya baba na mama, na kati ya watoto na wazazi, lakini pia kati ya watoto wenyewe. Lakini siku hiyo mambo yalikuwa tofauti kidogo, kwani kulikuwa hakuna maelewano kati ya Mzee Bisu na wanawe. Kulikuwa na mtafaruku kidogo. Siku hiyo, badala ya Mzee Bisu kuwalazimisha wanawe watafute wake wa kuoa, yeye ndio alikuwa anawaambia wanawe kuwa anataka kuoa mke mwingine, jambo lililopingwa vikali na wanawe, hasa wanawe wakubwa ambao ni John na Charles. Nisikilizeni kwa makini. Mimi ndio mwenye maamuzi ya mwisho ndani ya nyumba hii, na mimi ndio ninayepanga ni nini nataka kufanya, sawa? Alisema Mzee Bisu, lakini kabla hajaendelea, John alidakia. Hakuna anayepinga kuwa wewe ndio mwenye maamuzi humu ndani, lakini lazima uangalie maamuzi yako yatakuwa na faida gani kwetu sisi wanao na mama yetu ambaye ni mkeo mpendwa, alisema John. Mama yenu hana cha kusema kwa vile nilishaongea naye, na nyie hili kwanza haliwahusu, lakini halitakuwa na madhara yoyote kwenu. Kwanza, hii itamsaidia mama yenu kupata mtu wa kumsaidia kazi za hapa na pale, aliendelea kuongea Mzee Bisu. Mama hawezi kukubaliana na maamuzi haya ya kijinga, na kama ni mtu wa kumsaidia si utafute house girl. Kwanza humu ndani kulikuwa na house girl na wewe ndio uliyemfukuza. Au kama huwezi kutafuta mwingine, ngoja sisi tumtafute huyo house girl na tutamlipa wenyewe, alidakia Charles kwa jazba kidogo, jambo ambalo lilimfanya Mzee Bisu naye aje juu. Wewe, angalia domo lako hilo. Unasema maamuzi yangu mimi ni ya kijinga? Kwa hiyo unamaanisha mimi ni mjinga, si ndio? Alikuja juu Mzee Bisu. Sikiliza baba, hakuna anayesema kuwa wewe ni mjinga hapa,
alidakia John. Ila hayo maamuzi yako sio ya busara. Inavyoonyesha ni kwamba umemchoka mama yetu, sasa unataka umtafutie mke mwenza bila kufikiria ni wapi mlikotoka naye na ni nini kitatokea baada ya wewe kumleta huyo mwanamke wako humu ndani, alimalizia John kwa upole. Sikilizeni, aliongea tena mzee Bisu kwa upole kidogo. Haki zote za mama yenu zitabaki kuwa pale pale na nitaendelea kumheshimu kama mke wangu mpendwa, lakini kulingana na umri wake anahitaji apate msaidizi. Umri wake na wako tofauti ni nini? Sikiliza baba, sisi huyo msaidizi hatumtaki humu ndani na nadhani hata mama mwenyewe hahitaji msaidizi, aliongea John kwa jazba. Tunaridhika na anachotupatia mama yetu, maana toka tunazaliwa ndo hicho alichotupatia, so hatuhitaji kumuita mtu mwingine mama humu ndani. Mzee Bisu aliwatazama wanaye kwa jazba, kisha akatamka kwa jazba, sasa endeleeni na ubishi wenu, alifoka mzee Bisu. Lakini hakuna wa kuyabadilisha maamuzi yangu. Nilishaamua kuwa wa mke mwingine na lazima nitaoa. Basi, na lazima mtamuita mama, alimalizia mzee Bisu huku akinyanyuka toka kwenye sofa alilokuwa kakalia na kuanza kutembea kuelekea chumbani kwake. Sawa, wewe watu, aliongea John. Weka owe huyo mwanamke wako, lakini mimi siwezi kumuita mtu mwingine mama humu ndani wakati mama wangu bado yupo na kuendelea kuvumilia aibu itakayotokea ndani ya nyumba hii. Sintaweza. Hapa kwako mimi naondoka leo hii. Nitajua wapi pa kwenda, alimalizia John huku na yeye akiinuka kutoka alikokuwa amekaa na kuelekea chumbani kwake. Hata mimi siwezi kuvumilia kuishi na mtu ambaye naamini atakuja kumletea mama matatizo. Ni bora niondoke kujiepusha na upuuzi huu, alidakia Charles pia huku naye akiinuka na kuondoka kuingia chumbani kwake. Dennis yeye alikuwa kimya muda wote akiwaangalia kaka zake wakibishana na baba yao. Kaka zake waliingia chumbani kwao. Walipotoka kila mmoja alikuwa akiburuza mabegi yenye mahitaji yake. Ni kama walikuwa wameshajiandaa kuondoka. Walipofika sebuleni walimwaga Dennis na kutokomea. Dennis alibaki kuwakodolea macho tu bila kusema neno. Hata pale kaka zake walipokuwa wakimwaga, yeye alikuwa akiwaangalia tu bila kusema neno. Ni dhahiri kuwa kuna mambo yalikuwa yanapita kichwani kwake. Ni baada ya mama yake kutoka chumbani alikokuwa muda wote ambapo maongezi hayo yalikuwa yakiendelea pale sebuleni, ndipo Dennis alipogutuka. Na kilichomgutusha ni baada ya kugundua kuwa mama yake alikuwa analia. Aliinuka na kumfuata. Alipomfikia alimkumbatia mama yake. Kwanza alimpa pole kisha akamuuliza kwa upole, "Pole mama, labda nikuulize kitu. Hivi kuna kitu chochote ulichoongea na baba kuhusu kuoa?" Hilo lilikuwa ni swali la kwanza la Dennis kwa mama yake. Basi usikose sehemu ya 3 ya simulizi hii hapa ya Mamdogo Lisa ndani ya simulizi za chumbani. Sehemu ya 3 tutakwenda kuendelea na maongezi ya Dennis na mama yake, na tutakwenda kupata ukweli kuwa kweli mzee Bisu alizungumza swala la kuoa na mkewe Bi Pauline. Basi usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila episode ikufikie kwa wakati, lakini pia usisahau kucomment na kutoa maoni yako. Mimi ni msimulizi wako Director Mo. Ciao.